Sanzo, Naam. una lipi la kumwambia Mungu kwa wokovu aliokupatia? Hey, ni mengi sana ninayo ya kumwambia, but to make it short, kwa namna ya kawaida isiyo ya kifani. Kwanza kabisa nalibariki jina la Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, because it was that God who orchestrated the plan for the salvation. Ni Mungu huyo wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndiye aliyetucholea sisi mpango wa wokovu. Hakumzuilia mwanaye hata akamtoa ili aje ulimwenguni kwa ajili ya kufa kwa ajili yangu. Basi kwa ajili hiyo ninalibariki jina lake. Nampenda sana ni mwema, ni wa rehema, na ukimwamini kabisa utaona na yeye mwenyewe akitaka kuendelea kuto kuvunja imani yake kwenye maisha yetu. Na una ushauri gani au una neno gani kwa mtu ambaye hajampa Yesu maisha yake? Kwa mtu ambaye hajampa Yesu maisha yake, kitu kimoja ambacho ninaweza nikasema kwamba ninamshauri kwamba ampe Bwana maisha yake, kwa sababu ikiwa Mungu wa mbinguni alikusudia wokovu mkuu namna hii kwenye maisha yetu, alafu kuna mtu amesikia hizi habari njema za wokovu na bado hajampa Yesu maisha yake, in the eyes of God this is interpreted as pride. Yani kwenye macho ya Mungu hiki kitendo kinatafsirika kama kiburi. Now just imagine you are doing pride au you are showing pride before the Lord. Kuto kumpa Yesu maisha yako wakati umesikia habari zake, habari ngumu za kutisha, za kuogopesha namna hii, kwamba alishawahi kushuka ulimwenguni akatembea chini ya jua yule baba kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Umesikia habari hizo lakini mtu hajampa Yesu maisha yake, inatafsiriwa kama ni kiburi. Na moja kati ya dhambi ambayo ni Mungu anaichukia kuliko zote, na ndio hiyo iliyomwangusha hadi shetani Lucifer kutoka mbinguni, ni pride. Kiburi kiliinuka ndani yake. So kiburi is a very bad sin. Nisingeshauri kwa mtu yote. Kwa mtu kama umesikia habari njema za wokovu, it is better ukajinyenyekesha kwa kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu, kwa kukubali kwamba Bwana, nimesikia habari zako, naomba unisaidie. Huo ni ushauri wangu. Amen.